Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 5 mwezi wa 11 leo saa 12 hii asubuhi. Kipindi tulicho nacho ni utupe leo riziki yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Tunaendelea na ufunguo wa kwanza kusaidia kufungua mbingu ili uwe na maisha ya utoshelevu hapa duniani kwa kupata hazina za mbinguni. Ufunguo wa kwanza wa urejesho. Una falsafa 3 za kuangalia: falsafa ya dhambi, falsafa ya toba na kisha urejesho ufanye kazi. Siku 2 zilizopita nilikwambia dhambi ni uasi. Waraka wa kwanza Yohana 3:4, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14, 15, 19, madhara 7 ya dhambi na jinsi alivyo na shida kiuchumi. Dhambi inaficha fursa za kiuchumi na kukuondolea haki ya kuwa na mafanikio ya kiuchumi kwenye serikali ya mbinguni. Kwa hiyo kama unataka kurudi kwenye mafanikio ya kiuchumi na kuwa na utoshelevu, lazima ujue falsafa ya dhambi, kwamba dhambi inaficha. Yeremia sura ya 30 mstari ule wa 12 hadi 14. Yeremia 30 mstari wa 12 hadi ule wa 14. Angalia maneno ambayo Mungu anawaambia Israeli. Nini kiliwatokea kutokana na dhambi? 30 Yeremia 12:14. Maana Bwana asema hivi: maumivu yako hayaponyeki na jeraha yako ni kubwa, hapana mtu wa kukutetea. Kwa jeraha yako una dawa ziponyazo. Wote wakupendao wamekusahau, hawakutafuti, maana nimekujeruhi kwa jeraha ya adui, kwa adhabu ya mtu mkatili, kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako, kwa sababu ya dhambi zako zilizokuwa zimeongezeka. Unaona uovu, dhambi ambazo zinajirudia zisizotubiwa na dhambi zako zinazoongezeka. Mungu anasema nimekujeruhi. Mungu anasema hauna mtu wa kukutetea. Mungu anasema kwa ajili ya hizo dhambi nimekupiga, nimekufanyia jeraha lisiloweza kuponyeka. Nini? Dhambi zako zimeongezeka. Mbona unalilia maumivu yako hayaponyeki? Maumivu yako kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako. Mara ya pili anarudia, kwa sababu ya dhambi zako zimeongezeka. Anasema nimekutenda haya. Mstari wa 16, basi watu wako wakulao wataliwa na adui zako wote watakwenda kufungwa, kila mmoja wao, na hao waliokuteka nyara watatekwa. Na Biblia inaendelea kusema ile mistari ambayo inaendelea kule mbele. Lakini ukiangalia 12, 13, 14, 15, kwa sababu ya dhambi Bwana anasema amekuacha, hauwezi kuponyeka, hauwezi kuwa nao hueni. Kwa hiyo dhambi inaleta madhara ya kufichiwa faida ambazo ungeweza kuzipata ukiwa kwa Mungu. Jambo la pili unahitaji kuliona, au falsafa ya pili, ni falsafa ya toba. Unataka kuona faida, unataka jeraha lako liponyeke, unataka uwe na utoshelevu. Sasa unahitaji kukiri kama tulivyofanya jana. Na kama leo ni mara yako ya kwanza, rudi kwenye kipindi cha jana, kuna sala ya toba pale mwishoni. Fanya ile sala ya toba kwa kukiri ya kwamba umegundua unahitaji msaada kutoka kwa Bwana. Na unapokiri unaondoa dhambi. Ukiondoa dhambi, Mungu anaanza kukusaidia. Angalia Yeremia hii sura ya 33 mstari kuanzia wa 6. Yeremia sura ya 30 anasema kwa sababu ya dhambi zako jeraha lako limekuwa kubwa, haliponyeki. Huwezi kuwa na faida wala huwezi kuwa na urejesho. Mungu anasema mimi mwenyewe nimekuadhibu. Lakini 33 Yeremia mstari wa 6 na kuendelea anatuonyesha upande wa pili wa Mungu. Mstari wa 6 Biblia inasema, tazama nitauletea afya na kupona. Mungu yeye alisema jeraha lako haliponyeki, sasa anasema nitakuletea afya na kuponya. Alafu anasema nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Mungu 30 Yeremia anasema hauponyeki, nimekujeruhi mwenyewe. 33 sasa unaporejea kwa Mungu anasema sasa mimi nitakuponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Unajua Ayubu 22:21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia, mafanikio yatakapokuja. Kwa anaposema uwe na amani, maana yake ni ufunguo wa mafanikio. Mstari wa 7, nami nitawarudisha wafungwa wa Yuda na wafungwa wa Israeli na kuwajenga kama kwanza. Angalia neno la msingi,
kama kwanza. Maana yake kuna kitu walipoteza, Mungu anakirejesha kama kwanza. Nami nitawasafisha na uovu wao wote, Biblia inasema, ambao kwa huo wamenitenda dhambi. Nami nitawasamehe maovu yao yote ambayo kwayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Na mji huu utakuwa kwangu jina la furaha na sifa na utukufu mbele ya mataifa yote ya dunia, watakaosikia habari ya mema yote ni watendeao, nao wataogopa na kutetemeka kwa sababu ya mema yote na amani nitakaopatia mji huu. Mafanikio nini? Wamegundua, wamerejea. Bwana asema hivi, katika mahali hapo ambapo mnasema kwamba ni ukiwa, hapa mwanadamu wala mnyama, naam, katika miji ya Yuda na katika njia za Yerusalemu zilizokiwa, hazina mwanadamu wala mwenyeji wala mnyama, itasikilikana tena urejesho. Maana yake iliwahi kusikilikana, sasa itasikilikana tena urejesho, sauti ya furaha na sauti ya shangwe, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, na mambo mengine mengi ambayo anayaongelea. Nini kimeleta falsafa ya toba? Kujua kwamba umekosea, sasa unahitaji kutengeneza. Waraka ule wa kwanza, Yohana sura ya kwanza mstari wa 8 mstari wa 9 na kuendelea, Biblia inasema, tukisema ya kwamba tuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, tukikubali ya kwamba tuna dhambi, tukajutia hizo dhambi, tukaomba toba, maana yake tukageuka kuacha matendo yetu mabaya. Na toba ni two ways, ina pande mbili: kugeuka kuacha matendo yako mabaya na kufuata matendo mema. Biblia inasema Mungu ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe na kutuondolea uovu wetu wa kila namna. Kwa hiyo ni muhimu sana. Isaya sura ya kwanza mstari wa 10 hadi wa 20, unaweza kusoma kwa muda wako mistari yote, lakini labda nikusomee mistari michache. Biblia iko wazi ya kwamba ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Isaya 1 mstari wa 10, lisikie neno la Bwana enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora, huu ni wingi wa sadaka zenu mnaonitolea. Anasema yatima, mnaonitolea una faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta ya kafara na kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahi damu ya ng'ombe wala wana kondoo wala mbuzi. Ndio mstari wa 12, mjapo ili kunionekana mbele zangu, ninataka neno hili mkononi mwenu, kuzikanyaga nyua zangu. Msilete tena matoleo yenu, anakataa. Sikukuu zenu anasema nimezikataa. Mstari wa 16 anasema jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, patieni yatima haki yake, mteteeni mjane. 18 anasema mkishafanya hiyo toba, mkishafanya hiyo, mkashajiosha, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zitakapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zitakapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. 19 Isaya 1, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. 20 bali mkikataa na kuasi, kuasi, kutenda dhambi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Falsafa ya pili ambayo itaruhusu ufunguo wa urejesho ufanye kazi ni falsafa ya toba, kurejea. Toba, kugeuka, kuacha njia mbaya na kutenda mema. Dhambi inaficha fursa. Mungu hakusikilizi, Mungu anakuadhibu. Toba na kurejea kunafungua ukurasa wa Mungu kukurejeshea na kuanza kufanikisha kiuchumi. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kesho na ufunguo huu saa 12 asubuhi. Uwe na siku njema.